Mtazamaji wa Sati Media, karibu katika majadiliano, na majadiliano yetu leo yanalenga ni baada ya kuzinduliwa kwa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995, lile toleo la mwaka 2023 imezinduliwa Machi 17 mwaka huu jijini Dodoma, na mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini wacha kwanza ni kudokeze Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imezindua sera rasmi ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 mwezi Machi 17, 2025 katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center jijini Dodoma, na mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais Dr. Samia alizungumza mengi, lakini tujikumbushe kwa haya machache. Serikali inatekeleza mradi wa mfumo wa miundombinu ya kitaifa ya taarifa za kijiografia, yani National Spatial Data Infrastructure. Na hii tukimaliza itatuwezesha kwenda kuchora ramani mpya ya Tanzania. Tanzania yetu ikoje? Ramani ya mwisho ilifanywa mwaka 1978 ambako kwa kiasi kikubwa kuna mabadiliko makubwa sana. Hata ukichukua majiji tu, jiji la Dar es Salaam 78 na leo ni mambo tofauti. Kwa tunakwenda kurusha ndege, droni na mambo yote, kuisoma nchi yetu yote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuchora ramani mpya. Mfumo huu utakuwa na faida kubwa mbili. Kwanza, utatuwezesha kutengeneza mipango yetu kidigitali, ikiwemo mipango ya matumizi ya ardhi na miradi ya kisekta. Lakini pili, itaondoa migongano katika mipango ya matumizi ya ardhi kwa kuziwezesha taasisi za umma kupanga kwa pamoja. Sasa hivi ni kawaida kuona kwamba kwa mfano kuna eneo, kuna mradi unaendelea, mradi tu kumalizika inakuja sekta nyingine, wanataka kupitisha kitu eneo lile lile, na pale kuna mradi mpya ndio kwanza umejengwa, inabidi kubomoa kupitisha kingine, halafu mradi huu ujengwe tena upya au ufanywe marekebisho. Tutakapokuwa na taarifa hizi, wote tutapanga pamoja. Tunapokwenda kujenga barabara mpya, sekta ya mawasiliano itasema sisi tunapitisha mkongo hapo, eneo la mkongo utapita. Wengine watasema tunapitisha nyaya za umeme, eneo la nyaya za umeme zitawekwa. Wengine wanasema tutapitisha jambo gani, bomba la maji, sehemu ya bomba la maji itapita. Lakini sasa hivi tunachofanya, barabara imejengwa mpya, basi unakuta wengine wanachimba pembeni, wanaweka mambo mengine, barabara siku mbili haipo. Kwa hiyo mradi huu utakwenda kutusaidia kupanga kwa pamoja. Baada ya Mheshimiwa Rais kueleza sera kwa nini imezinduliwa, faida ya kuwa na mabadiliko ya sera, na pia faida ya kupima ardhi, sasa moja kwa moja studioni kwa njia ya Zoom tuko naye mchumi Apronius Mbilinyi, ambaye atatuelezea kwa kina kama nchi ikipimwa na kila eneo likipimwa nini faida yake. Na hapa tunajiunga naye moja kwa moja tukizungumza naye kwa njia ya Zoom akitokea jijini Dodoma. Asante sana mtangazaji. Nadhani watu bado hawajaelewa vizuri faida za kupima ardhi. Labda niseme kitu kimoja, kwamba upimaji wa ardhi kwa Tanzania ulishafanyika tangu miaka ya 70 huko. Lakini sasa tukumbuke nchi yetu sasa hivi tumeshapita zaidi ya miaka 60 ya uhuru, kitu kama hicho. Manake ni kama vile wewe una rasilimali ambayo huifahamu vizuri. Sasa hapo maana yake changamoto hiyo ni kwamba utajikuta huwezi kujua namna kuitumia vizuri. Ni sawasawa hata hapo unapoishi, hebu jaribu fikiria pale unapoishi wewe nyumbani kwako hapo au kwenye ardhi ile unayoimiliki, ni kwamba hujui kuna kitu gani hapo kwenye ardhi hiyo. Inawezekana kwenye hiyo ardhi yako kuna madini hapo ndani, kuna maji, kuna gesi, hujui chochote. Lakini kikubwa hapa serikali wanachotaka kujua ni kupima kwamba tuna ardhi kiasi gani, kwa sababu ndani ya ardhi kuna rasilimali nyingi
ardhi hiyo hiyo ina udongo huo ambao unauona, ardhi unayoiona ina milima, ina mabonde, ina maeneo ambayo yana oevu, yana maji, yana vitu mbalimbali. Kwa hiyo faida ya kupima ardhi ni kwamba kwanza utajua una ardhi kiasi gani, na kama utakumbuka, wanasema tulipokuwa tunapata uhuru mwaka 1961 tulikuwa na kama Watanzania kama milioni 9 tu, lakini saizi tumeshafika karibu milioni kama 67, kitu kama hicho. Kwa hiyo maana yake unaweza ukaona kwamba idadi ya watu imeongezeka, lakini ardhi imebakia vile vile. Aidha imekuwa ikipungua kutokana na changamoto mbalimbali za erosion, kwamba mmomonyoko wa udongo na vitu kama hivyo. Lakini kuna umuhimu wa kujua kwenye ardhi hiyo kuna kitu gani, kwamba kuna milima, kuna mabonde, kuna maji, kuna nini hasa. Kwa hiyo serikali wanachotaka kujua ni kupima hiyo ardhi ikoje na iko wapi, kwa sababu tunajua kwenye ile sheria ya ardhi ile namba 4 na namba 5 kwamba tunajua kwamba tuna ardhi ile ambayo ya vijiji, ambayo iko sehemu kubwa iko vijijini, ambayo ni 1% lakini tuna ardhi ile ambayo ni ya hifadhi. Nadhani mnajua tuna hifadhi kama zile za Ngorongoro, Serengeti na sehemu nyingine. Lakini tuna ardhi nyingine ambayo ni ya mijini, ambayo ni ndogo sana, ni 2% tu. Lakini sasa katika ardhi yote ya Tanzania tunaambiwa kwamba ardhi iliyopimwa haizidi hata 10%. Sasa hiyo ni changamoto, kwa maana ya kwamba ardhi kama isipopimwa, kumbuka ardhi ni rasilimali, unatakiwa uipime, ndo ardhi iliyopimwa ndo inakuwa na thamani, na sio tu thamani, inaweza kuwa na mchango kwenye taifa, kwa sababu ardhi ikishapimwa na ikishamilikishwa hata makusanyo ya kodi yanaweza kaongezeka, lakini vile vile hata matumizi, kutakuwa na matumizi bora ya ardhi. Nadhani mtakumbuka kuna changamoto ya migogoro ya kati ya wafugaji na wakulima. Sasa hiyo inatokana na nini? Inatokana na kwamba hiyo ardhi haijapimwa na kugawiwa, kwamba eneo hili litatumika kwa ajili ya kilimo, eneo hili litatumika kwa ajili ya ufugaji, eneo hili litatumika kwa ajili ya hifadhi na matumizi mengine, labda utalii na vitu kama hivyo. Kwa hiyo faida ya kupima ni kwamba kwanza utajua una ardhi kiasi gani inayofaa kwa ajili ya kilimo, ardhi kiasi gani inayofaa haifai kwa ajili ya kilimo, ardhi gani inafanyika kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama kilimo, utalii na matumizi mengine ambayo yanajulikana. Kwa hiyo faida yake mojawapo ni kwamba ardhi yetu kwamba itakuwa inajulikana tuna ardhi kiasi gani, lakini vile vile utaondoa migogoro ambayo nafikiri mnaelewa changamoto ya migogoro kati ya wakulima na wafugaji imekuwa kwa kiwango kubwa sana. Lakini sio wakulima tu na wafugaji, kuna migogoro kati ya wananchi na wawekezaji. Unakuta mwekezaji amepewa eneo la ardhi aidha kwa ajili ya madini, kwa ajili ya shughuli mbalimbali, kuna muingiliano kwa sababu mipaka haijawekwa kati ya ardhi ya matumizi mbalimbali na hivyo. Kwa hiyo utaondoa migogoro, utaongeza thamani ya ardhi, lakini vile vile hii ardhi ukishapima unaweza ukaimilikisha kirahisi, na hivi serikali ikapata mapato. Kama utakumbuka mapato ambayo tunayapata kutoka kwenye ardhi bado ni kiwango kidogo sana. Hata ukiangalia kwenye takwimu, ardhi bado ni rasilimali kubwa. Sijui kama unajua kwamba sasa hivi kwenye zile nchi za asili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maana ya Kenya, Uganda na Tanzania ndo nchi pekee ambayo ina eneo kubwa sana la ardhi. Lakini sasa hivi of course kwa sababu wameingia Kongo nao wana eneo kubwa sana la ardhi. Umeona? Kwa hiyo faida ya kupima ardhi ni kwamba utajua eneo ambalo linafaa kwa ajili ya kilimo na shughuli mbalimbali, lakini vile vile eneo hiyo ya ardhi linaweza likachangia vizuri katika uchumi wa nchi na kuondoa migogoro na vitu kama hivi, na kusaidia vile vile katika uwekezaji mbalimbali. Kwa hiyo ni faida moja kubwa. Hata watu walikuwa na hoji kiwango hichi cha matumizi ya pesa ambayo itatumika kwamba sio kipaumbele. Hayo matumizi, serikali nafikiri hapa na pale imekuwa ikielekeza rasilimali mbali kama fedha kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama upimaji wa ardhi. Ni kitu muhimu sana. Pengine bado watu hawafahamu faida yake. Mojawapo ni kuongeza mapato ya serikali na kuongeza shughuli za uzalishaji ambao unahitajika kufanyika hapo. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kwa nchi. Labda niwaambie ndugu mtangazaji, kuna kitu cha ajabu ambacho kilishazungumza na wizara ya waziri wa madini, alizungumza mwaka jana kwenye budget. Akasema ardhi ya Tanzania iliyopimwa na kujua maeneo gani yana madini ni 16% tu. Unaweza kuimagine, lakini ukiangalia ramani ya Tanzania, karibu kila sehemu eneo la Tanzania kuna madini. Kwa hiyo Tanzania ni kati ya nchi ambayo imebarikiwa sana kuwa na rasilimali nyingi za madini, lakini bado haijapimwa, imepimwa 16% tu. Sasa hiyo ni wizara ya madini sasa, na wao wanataka kupima ardhi vile vile. Sio watu wa wizara ya ardhi tu, hata wizara ya madini na nishati nao wanataka kupima ardhi yetu, wajue maeneo gani yana madini ya aina gani. Juzi imegundulika gesi moja kubwa sana maarufu sana inaitwa helium.
ni gesi ya thamani sana. Iko maeneo mbalimbali kule, maeneo ya magharibi kule, maeneo ya Rukwa kule na Nkasi kule. Sasa ni maeneo ambayo tukitumia vizuri hiyo rasilimali tunaweza kuifanya nchi yetu iendelee vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana ardhi yetu ipimwe ili tujue thamani ya hiyo ardhi na vile vile iweze kutumika kwa ajili ya uzalishaji. Na kwa sisi wa mtu mmoja mmoja au watu hapo walikuwa wanaongea, mtu anaona kama anamiliki shamba hivi ekari labda 20, sasa sehemu fulani kwingine ekari 30, alafu na viwanja vyangu havina hati kama 10 hivi, anaona kimchakato kikija hapa kama utatolewa hela hapa za upimaji. Kwa hiyo hili nalo limekaaje kwetu sisi? Labda ndio maana debate imekuwa hivyo, lakini naona nitafikiwa tu afu sina hela kwa wakati huu, inakuwaje? Kitu cha kwanza, serikali wanapima tu kwanza ardhi, lakini hiyo ya mtu mmoja mmoja ni kweli, na mara nyingi tumekuwa tukisema moja ya changamoto ya nchi yetu kwamba serikali yenyewe imekuwa haifaidiki na ardhi kubwa tuliyokuwa nayo, na hata mtu binafsi mmoja mmoja ni kwamba amekuwa akishindwa kupima ardhi kutokana na gharama kubwa. Nadhani kama tutakuwa tumeweka mpangilio mzuri na watu wakapimiwa ardhi kwa bei na kwa gharama ambazo wanaweza kuzimudu, nafikiri ni kitu kizuri. Ardhi yako ikipimwa inakuwa ni nzuri kwa sababu kwanza utamilikishwa, na hivi ukimilikishwa na maana kwamba hiyo ardhi ipo salama. Kwa hiyo kikubwa ni kuhakikisha hiyo ardhi inapimwa kwa gharama ambayo kila mtu anaweza akaimudu. Hiyo ndo changamoto kubwa hapo. Kwa hiyo mimi ningetamani serikali hapo ishirikiane na sekta binafsi na wadau wengine kuhakikisha kwamba hiyo ardhi inapimwa kwa gharama nafuu, lakini vile vile hati zitolewe. Kumekuwa na changamoto sana ya kupata hati hizo miliki za ardhi, na wote pale tunajua kisheria ardhi yako ipo salama kama imepimwa na imemilikishwa na una hati. Kwa hiyo ukisha kuwa na hati ina maana kwamba ardhi yako iko salama. Changamoto ni kubwa kwamba gharama za upimaji wa ardhi zimekuwa ni kubwa kidogo. Kwa hiyo hapo ndo changamoto na watu wamekuwa na wasiwasi, lakini nadhani kwa wananchi wa kawaida kuna faida kubwa sana ardhi yako ikiwa imepimwa kuliko kama ardhi yako haijapimwa na kutambuliwa, kwa sababu unapopimwa na kutambuliwa unapewa hati, unapewa umiliki. Huo umiliki unakusaidia ardhi yako inakuwa salama. Na hata kwa mfano kwa maeneo mbalimbali watu wamegundua madini, unakuta yale madini yamegunduliwa kwenye ardhi ambayo mtu anamiliki, basi analipwa na kupewa compensation, au wakati mwingine anakuwa ni mdau mmojawapo, anakuwa na hisa kwenye ile migodi na katika maeneo yale ya michimbo. Kwa hiyo watu, nadhani kikubwa ni kuhakikisha kwamba hiyo ardhi inapimwa katika gharama ndogo ambazo watu wanaweza kuzimudu. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa kweli. Kama mtu ardhi yako sasa hivi haijapimwa, alafu panabainika pana madini, malipo yake na kama ingepimwa yanakuwaje hapo kwenye uchumi? Hebu tupeleke hapo katika eneo la kiuchumi sasa. Kadiri ya sheria ya ardhi ni kwamba ardhi ya Tanzania yote ni mali ya umma. Nadhani wananchi wanajua hiyo. Ni mali ya umma na chini ya dhamana ya rais. Yaani rais wa nchi ndo amepewa dhamana ya kuimiliki ardhi yote ya Tanzania kwa niaba ya umma, kwa niaba ya nchi nzima. Kwa hiyo Mtanzania wa kawaida ardhi huwa anakodishwa. Tunaita ni lease, unapewa lease kwa sheria ya Tanzania. Tofauti na Wakenya ambao ardhi yao inamilikiwa na mtu binafsi. Kwa sheria ya Tanzania ni kwamba ardhi wewe umekodishwa. Anayemiliki ardhi ya Tanzania ni umma. Na hiyo ardhi iko chini ya dhamana ya rais. Kwa hiyo rais wa nchi ndo aliyedhaminiwa kuishika na kuimiliki ardhi yote ya Tanzania. Kwa hiyo wewe unapopewa ardhi fulani, umepewa hati ya kiwanja chako ya shamba, wewe pale tunaita kwamba umepewa lease au umekodishwa tu kwa ile ardhi ambayo unaimiliki wewe. Kwa hiyo kinachotakiwa pale ni kwamba unapewa ile hati, unaitumia ile ardhi, na ndio maana unalipa kodi ya ardhi, unalipa kodi ya majengo kama umejenga jengo, lakini vile vile unalipa kodi ya ardhi. Kwa hiyo ile ardhi kwa sababu sio ya kwako unaimiliki hiyo ardhi, lakini pale ni kama umekodishwa tu. Mmiliki halisi wa hiyo ardhi ni umma wa Watanzania wote ambao iko chini ya rais wa nchi. Kwa hiyo unatakiwa uitumie hiyo ardhi na uilipie na uitumie kwa ajili ya nani. Na pale ambapo madini yanakuwa yamegundulika kwenye hiyo ardhi, kiutaratibu ni kwamba wewe utafidiwa ile ardhi. Wanafidia nini sasa kwenye hiyo ardhi ambayo unaimiliki au umekodishwa?
ni kwamba wanakufidia thamani ya ardhi, kwa sababu sheria sasa hivi inatambua kwamba ardhi ina thamani, lakini vile vile wanatambua kwamba kile kilichokuwepo ndani ya ardhi, kama kuna miti, kuna mimea, kuna majengo, ni kwamba watakufidia kitu, wataifidia hiyo ardhi yote, na serikali inamthamini, yani inamthamini government varua ambaye amepewa hiyo kazi ya kuthaminisha hiyo ardhi, na ndio maana ikipita barabara, ukiwa na mgodi wanataka kuchukua ardhi yako, watakufidia. Kwa hiyo watatathmini thamani ya ardhi yenyewe kwa soko. Thamani ya soko ina maana kwamba ile ardhi kama ungeuza kwa shilingi ngapi, ungemuuzia mtu yoyote. Lakini vile vile watathaminisha kama kuna maji, kama kuna mimea na vitu kama hivyo. Lakini kisheria, kama hiyo ardhi unaimiliki, mwisho nafikiri kama sikosei ni mita 2, mita 3, kitu kama hicho, chochote kilichokuwa ndani ya ardhi sio mali yako. Kama kwenye hiyo ardhi unayoishi ama hapo kwenye nyumba yako au kwenye shamba yako kuna madini, kuna maji, kuna gesi, hiyo sio mali yako, hiyo ni mali ya umma. Na ndio maana kama ikigundulika kuna gesi, kuna madini, utafidiwa kwenye hiyo ardhi, kwa maana watakufidia hiyo ardhi uliyokuwa nayo, mimea na kitu chochote, kama kuna jengo. Lakini yale maji, madini hawakufidii, kwa sababu sio ya kwako kadiri ya sheria ya madini. Kwa hiyo hicho ndio kilichokuwepo. Kwa hiyo kama inagundulika kitu chochote, madini na kitu chochote kwenye ardhi, utafidiwa na utatafutiwa labda ardhi nyingine, utaondolewa na kupelekwa sehemu nyingine, ili hizo rasilimali ziweze kutumika kama gesi na vitu kama hivi. Kwa hiyo huwezi kuenda kusema kwamba mimi sasa haya madini ni ya kwangu kwa sababu hii ardhi inaimilika. Hapana. Kadiri ya sheria ya nchi ni kwamba chochote kilichokuwa ndani ya ardhi au chini ya ardhi sio mali yako kadiri ya sheria ya nchi. Kwa hiyo utafidiwa tu hiyo ardhi, utafidiwa mimea, utafidiwa majengo, na chochote kilichokuwa juu ya ardhi sio kile kilichokuwa chini ya ardhi. Ndio sheria ya Tanzania iko hivi. Na huyo ndiye mchumi, ametueleza mengi, lakini akatuachia hili ambalo kwa wote tuliopima na tusiopima ardhi tulichukue. Faida moja kubwa sana kwa watu wanaomiliki ardhi, ardhi hiyo ikiwa imepimwa au haijapimwa, lakini ni swala la kuliendeleza. Kwa mtu yote anayemiliki ardhi katika kadiri ya sheria ya Tanzania, kuna faida kubwa sana kwa ardhi hiyo ikiwa imeendelezwa, na ieleweke kuendelezwa kwa maana ya kwamba aidha umejenga, kwa maana ya kwamba umeweka jengo, au umepanda mimea, au umeweka kitu chochote kwenye ardhi, kwa sababu ardhi yoyote iliyoendelezwa, ikiwa imepimwa au haijapimwa, ikiendelezwa inakuwa na thamani zaidi kuliko ardhi ile ambayo haijaendelezwa. Na kwa uchunguzi wangu katika Tanzania hii ni kwamba kuna watu wengi wana ardhi, wana viwanja, wana mashamba na majina yote yanayoitwa, lakini ardhi hizo hawajaziendeleza, kwa maana ya kwamba hawajaweka jengo au hawajapanda mimea yote, kama ni miti au ni mimea yoyote ile, kwa maana ya kwamba ardhi hiyo iwe imeendelezwa. Kwa sababu kwa sheria ya Tanzania ni kwamba ardhi yoyote ambayo haijaendelezwa ni hasara. Ni hasara kwa sababu ardhi hiyo kama itataka kutwaliwa, kama serikali itataka kuitoa hiyo ardhi, ina maana kwamba hiyo ardhi ni kwamba utafidiwa, na fidia inaangalia nini kipo kwenye hiyo ardhi, uendelezaji gani umefanyika. Kwa hiyo kama kuna jengo, kama kuna mimea, kwa hiyo watafidia, kwa maana kwamba watakulipa hilo jengo lako, vile vile watafidia mimea iliyokuwepo. Kwa hiyo kama ardhi hiyo haijaendelezwa, kama ni shamba au ni kiwanja, kama hakijaendelezwa, ina maana kwamba hiyo ardhi itafidiwa ile ardhi tu peke yake, lakini hutafidiwa kitu kingine, kwa sababu ardhi hiyo inapofidiwa, unafidiwa mimea, inafidiwa hiyo ardhi kwa bei ya soko. Kwa hiyo mara nyingi nimekuwa nikiwaambia watu, ardhi kama rasilimali yoyote ile isipoendelezwa, hiyo ni hasara. Kwa hiyo kwa mtu yote anayemiliki ardhi au shamba, ni vizuri hilo shamba akapanda miti au akapanda mimea yote kama migomba na mimea mingine ambayo itaongeza thamani ya hiyo ardhi. Kwa hiyo ni ushauri ambao tumekuwa tukiwapa watu mara nyingi kiuchumi. Ardhi kama rasilimali yoyote ile ni kama vile fedha, kama umekaa nazo tu kama hazizalishi,
hazijawekwa benki au hazijawekwa sehemu yoyote ambako zinazalisha, ina maana kwamba hiyo fedha ni hasara kwako, kwa sababu tunajua kwamba kuna mfumuko wa bei na vitu kama hivyo ambavyo vinapunguza thamani ya hiyo fedha. Kwa hiyo ardhi nayo kama rasilimali yoyote inafaa iendelezwe. Kwa hiyo kama una shamba, una kiwanja, ni vizuri hicho kiwanja au shamba uliendeleze kwa kuweka jengo, au kama umeshindwa, panda mimea kama migomba, miti na vitu vingine ambazo vitaongeza thamani ya hiyo ardhi yako. Asante sana. Mimi nikushukuru bwana, tutakuwa tumeelewa sisi wananchi. Tusubiri tu zoezi la upimaji na ya serikali, kwa mimi kiukweli napenda ipimwe, kwa sababu kulikuwa kuna wapimaji wa 250,000 wale wengine wakatokomea tukumaliza. Bora serikali iingilie kati tu. Mimi nikushukuru sana, nisalimie sana Dodoma. Asante sana. Natumaini mtazamaji wa Sat Media umehabarika vya kutosha kuhusiana na umuhimu wa kupima ardhi. Kwa niaba ya wote walioandaa, kameramani pamoja na editor Fadi Msuya, mimi ni Belinda Semtandi, na mshukuru pia mgeni wangu Aprinius Mbilinyi, mchumi, kwa kuwa nasi katika mazungumzo haya. Usisahau mtazamaji kulike, kushare social media zetu X, Twitter pamoja na Facebook kwa jina la Sat Media, na pia usisahau kulike, kushare taarifa tofauti tofauti na kutizama kama hizi za majadiliano kupitia YouTube channel yetu kwa jina la hilo hilo la Sat Media.